Kama chama tumeweza kumteua ndugu yetu Nyanda, Alois Nyanda, kuwa balozi wetu wa wafugaji ili kutangaza jambo hili ili aweze kufika maeneo mbalimbali. Mwandishi wa habari Alois Nyanda ameteuliwa kuwa balozi wa ufugaji na chama cha wafugaji Tanzania CWT nchini, ambapo wameandaa kongamano linalotarajiwa kufanyika mkoa wa Simiyu, eneo la Nyakabindi, uwanja wa 88 kuanzia tarehe 15 hadi tarehe 18 Mei 2025. Na mgeni rasmi atakuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Chama cha wafugaji Tanzania CWT kina malengo ya kuwakutanisha wafugaji nchini Tanzania katika kongamano hilo ambalo litajumuisha mijadala mbalimbali na mafunzo kuhusu namna bora ya kufanya ufugaji wenye tija katika jamii. Hii ni News Update Media, mimi ni Gladness Joseph. Kutangaza kongamano kubwa la wafugaji la mwaka 2025 ambapo litafanyika katika mkoa wa Simiyu, sehemu moja inaitwa Nyakabindi pale 88. Taarifa kwa vyombo vya habari. Ndugu waandishi wa habari, chama cha wafugaji Tanzania CCWT inayo furaha kubwa kuwatangazia kongamano la kitaifa wafugaji wa mwaka 2025. Tukio hilo la kipekee litakayolenga kuimarisha sekta ya mifugo kwa kuwakutanisha kwa pamoja wafugaji kutoka nchi nzima. Kongamano hili litafanyika katika eneo la Nyakabindi wilayani Bariadi mkoa wa Simiyu kuanzia tarehe 15 hadi 18 na kilele chake kitakuwa tarehe 18 Mei 2025. Mgeni rasmi wa kongamano hili anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu waandishi wa habari, kama ilivyo makongamano mengine ya kitaifa, kongamano hili litapambwa kwa kauli mbiu isemayo wafugaji na maendeleo endelevu. Kongamano hili litawakutanisha zaidi ya wafugaji 200,000 kutoka pembe zote za Tanzania na wadau wa maendeleo, taasisi za kifedha na viongozi wa serikali ya sekta ya mifugo. Wafugaji wataweza kumpongeza Mheshimiwa Rais na serikali kwa jitihada zake za kuboresha sekta ya mifugo katika kipindi cha awamu ya 6. Ilani ya uchaguzi iliahidi kujenga majosho 105, lakini hadi sasa zaidi ya majosho 754 yamejengwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Ndugu waandishi wa habari, sisi tulikuwa tumewaita kuambia jambo hili, lakini sio hayo tu. Serikali ya awamu ya 6 imefanya kazi kubwa sana kwenye sekta ya mifugo. Ukiangalia kwenye majosho, tumejengewa majosho 754 na lengo la serikali ilikuwa ni majosho 105, lakini tumejengewa majosho 754 zenye thamani ya shilingi bilioni 16. Lakini kwa mwaka huu tunakwenda kutoa chanjo ya mifugo kitaifa, ambapo serikali mwaka jana bunge ilipitisha kiasi cha shilingi bilioni 28 kwa ajili ya kwenda kutoa chanjo ya mifugo. Kama mnavyojua, sisi kama nchi tulikuwa hatujaweza kupata chanjo ya mifugo kitaifa, na ndio maana hata kwenye masoko makubwa ya nje tulikuwa tumeshindwa kwenda kuuza mifugo yetu. Lakini sasa kutokana na serikali ya awamu ya 6 imejielekeza kufanya kazi kubwa kwenye sekta ya mifugo. Lakini pia ukiangalia kuogeshea mifugo, serikali imeweza kutoa zaidi ya lita 52,000 ambazo zimesambazwa katika halmashauri 184 zenye thamani ya shilingi bilioni 2.6. Lakini pia serikali imeagiza madume ya ng'ombe kutoka Kenya, madume bora yale, kama zile zinazofugwa pale Mabuki zile. Yaani sasa zile ni kama ni zaidi kabisa kwa sababu ni madume wazuri. Serikali imeagiza zaidi ya madume 560 na zimesambaza katika halmashauri 18, ambapo sasa tunakwenda kuboresha mifugo yetu. Tusiwe na ng'ombe wadogo, tunakuwa na ng'ombe wale wenye uzito mkubwa, ambayo ukizalisha ndama ndani ya mwaka moja unaweza kuuza milioni 5 na kuendelea. Sio kuzalisha ng'ombe ndani ya mwaka moja unauza shilingi 400,000. Kwa hiyo tumeshahama huko. Kama chama tumeweza kumteua ndugu yetu Nyanda, Alois Nyanda, kuwa balozi wetu wa wafugaji ili kutangaza jambo hili ili aweze kufika maeneo mbalimbali. Asante sana ndugu mwenyekiti Mrida Mshota, ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wafugaji Tanzania. Kwanza kwa heshima hii ulionipatia kama kijana, kama mwanahabari,
kuweza kuwa balozi wa wafugaji Tanzania, na umeshatoa wito kwa wafugaji karibu wote sasa wanipokee kokote huko niliko nataka kukwenda mimi na timu yangu. Kwanza nakushukuru sana katika hilo. Lakini kikubwa ni kwamba kimsikia katibu alidokeza kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na makundi karibu yote. Amekutana na wachimbaji, amekutana na makundi ya siasa, amekutana na madaktari, amekutana na wanafunzi, amekutana na makundi karibu yote kwa upana, na wamezungumza changamoto zao na wengine wameenda kumpongeza. Lakini hajawahi kukutana na wafugaji. Hii itakuwa ni kwa mara ya kwanza. Nimemsikia mwenyekiti anasema zaidi ya watu 200,000 wanakwenda kukutana Nyakabindi pale Bariadi. Na unajua Bariadi pia ni moja kati ya maeneo ambayo wafugaji wapo. So ukizungumza nchi nzima unaona wazi kwamba wafugaji na wenyewe wana jambo. Actually wafugaji sisi, kwa sababu mimi nishakuwa mfugaji mwenyekiti sasa. Kwa wafugaji tuna jambo la kwenda kuzungumza kwa kina, kwa upana, kwa mara ya kwanza, kuzungumza na kushukuru wakati mwingine na kutoa mapendekezo na maoni ambayo Mheshimiwa Rais atakuwa mgeni rasmi mwenyewe. Kwa mimi niseme kwa unyeti huo na kwa uzito huo, mimi naamini pia wanahabari wenzangu mtaniunga mkono nitakapokuwa nakwenda. Na waomba sana mniunge mkono kupeleka hii taarifa, kwa sababu mapinduzi ya ufugaji yamefanywa tangu enzi na enzi, lakini imetoka takwimu hapa mmesikia majosho yalikuwa yametagetiwa 105, sasa yamechapwa 754. Kwa hiyo kuna jambo la kusema. Mimi niwashukuru sana na niseme mniunge mkono kwenye hili na tuwaunge mkono wafugaji kwenye kongamano hilo ambalo litafanyika kuanzia tarehe 15 mwenyekiti kasema mpaka kilele chake tarehe 18 katika uwanja wa Nyakabindi 88 kule Bariadi mkoa wa Simiyu. Nakushukuru sana mwenyekiti. Asante sana. Asante sana. Mwenyekiti.